Yes. Ni kwaje? Tuko salama. Poa. Mimi nafurahiaga kuona. Nyinyi wote mna smile. Unajua kuna wakati naingia sasa ndio nataka kutuambia kila siku tunakatununa. Hapana dadi, kuna wakati naingia hapo umekunja sura. Mama naye amekunja sura. Hata saa zingine na wasahau. Ndio tabia zenu zikiniudhi uzaanza kwa wewe na dadako lazima sura ina. Kwanza ni kuna siku nilisikia dadi. Shika adabu wewe kijana wewe. Huna heshima hata kidogo. Mbele za mwingine wataleta aibu. Wale dad, I was just joking. Nilikuwa nataka at least smile. Joking my fruit. A joke. Okay. Mnaona niko na mgeni. This is Cynthia. Cynthia, these are my parents. Habari. Salamu mwanangu. Alafu umemwangalia sana. Si ni mgeni wa kwangu. Okay, but mimi ndio nimekuja naye. Kwako ama kwangu? Okay, kwetu kwa baba yangu. Endelea basi. Okay, kwanza anaitwa nani? Naitwa Cynthia. Cynthia. Cynthia kutoka wapi? Natoka Kiambu. Kiambu? Mzungu wa Kiambu aitwa Cynthia. Hana jina la Kiafrika mzungu. Mzungu huyu kwa Kiambu. Please. Sema naitwa Cynthia. Alafu. Okay, nilikuwa nataka unifanyie ka favor kadogo. Favor gani? Nilikuwa nataka Cynthia akae huko na sisi. Atafanya nini? Akae huko na sisi. Sasa wewe Charles umekuwa mtu wa kuenda kuokota watu na huko kwa barabara unatuletea hapa. Mama. Unajuana? Kwani watu nitakataka unaenda unaokota? Nimekuja. Sasa kitu imenifanya nikuite. Ni mzee. Mzee baba yetu. Babako huyu. Okay. Sasa mimi ananishangaza sana. Kwa nini? Siku hizi siwezi kuambia ni nini anakula inamwaribikia. Kwanza inamwaribu kichwa. Okay. Akafukuza Cynthia. Alifukuza Cynthia? Jua Cynthia ako na mimba. Akafukuza mama yetu. Okay. Sasa nimejaribu kumuongelesha. Hasikii. Nimejaribu kuja nikiwa soba. Nimejaribu kuacha bangi masaa mawili. Wapi? Bando wewe unakunywa bangi sio? Sasa hiyo ni kudanganya kwa nini? Ndio maana unaona hamwezi elewana na babako. Si hatuwezi elewana. Sasa ukiangalia mimi nimejaribu kumuongelesha. Kuelewana tunaelewana kwanza nikiwa nimevuta. Na yeye akiwa amekunywa. Lakini ni kama anataka kuharibu bomu. Okay. Asikii. Sasa babako ni kitu kidogo sana. Huyo nitaongea na yeye. Hiyo babako unajua tukiwa wadogo alikuwa anavuta bangi kama wewe. Kwa hivyo hadi hii kireba ukiwa nayo unavuta. Ngoja kwanza wacha na mambo hiyo. Si umekuja nikusaidia niongee na babako? Na wewe bado unavuta bangi kama babako. Sasa babako alikuwa anavuta bangi sana akiwa kijana mdogo. Kwa hivyo ni damu yake niko nayo. Damu ya bangi kunasemekana bangi inakaa sana kwa muda mrefu sana kwa kichwa. Sasa labda bangi bado inamsumbua kwa kichwa. Bangi saa hii unaona unavuta ukiwa kijana mdogo. Jichunge sana isikuje kuharibikia kama babako. Anasemanga ameokoka lakini anaokoka akiwa mlevi. Kesho yake unaona bado kichwa yake imeruka. Lakini hiyo ni kitu kidogo sana. Bangi za babako nazijua. Na nitamuongelesha. Cynthia arudi, mamako warudi. Wewe ile kitu unataka nitaongea naye sawa sawa. Na ile kitu ningetaka kuadvise kama kijana mdogo. Bangi uachane nayo kama unataka maisha yako isiharibike baadaye. Sawa sawa? Kabisa. Na ukitaka bangi kula na githeri. Sawa sawa? Jichanganye. Changanya na githeri usivute. Sijasema nitakataka. Na ukitaka akuwe takataka atakuwa takataka kwako. Mimi usimletee. Umemtoa wapi? Msiniaibishe. Sikuaibishi. Msichana ametoka kutoka wapi? Charles. Mtu msiyejuana. Siku hii mmekuta. Ama mshajuana labda ni mkeo, alafu nakuja kutupumbaza. Wewe. Dada angekuwa mke wangu ningekuja na introduction hiyo siku kwanza nikiwa nimefurahia zaidi. Vijana wa siku hizi. Vijana siku hizi mambo yenu hamna mwelekeo hata kidogo. Unamuamko sijui na mwaka majengo mwaka mmoja wa pili wa tatu. Sasa takuja na watoto. Tuambie leo kutoka kwa nambari gani? Dad, nasikia vibaya sana nikijua nyinyi hamni trust na mimi wanajua mnaniamini. So you have to trust me. We can't trust you for this. We can't. Okay. Msichana nimemtoa hospitalini, alikuwa abandoned na wazazi wake.
So mimi nikaamua nikuje nimsaidie tu. Na nilikuwa nataka tu juu amechoka, mruhusu akapumzike, nitawaelezea kila kitu. Please. Sasa huku kumekuwa refugee camp. Ama leo ndio umekuwa charity. Kama ni mgonjwa, anda tu apumzike kidogo. Alafu siku tu hii moja, Okay. siku moja. Okay. Akishapata nafuu tazungumza. I will explain everything. Sindio? That's why I love you, Dad. You are my favorite. Kwa hivyo mimi unipenda. Haikuwa ni hivyo. Oh. Haikuwa ni hivyo. Si nikuonyeshe mali. Sawa. Love you. Haya, muone kijana wako. Ni kijana wangu ama ni kijana wako? Kijana wako. Ni wako. Kijana wako. Basi ni wetu. Sasa ona venye vijana wa siku hizi. Ona venye amefanya. Mafundisho yote yametoka kwako. Nani mimi? Mtoto kamlea wewe. Kila siku niko kazini mko na yeye. Mtoto akiwa mzuri ni wako. Akiwa mbaya ni wa mama. Sio hivyo. Angalia mimi kila asubuhi natoka nenda kibaruani na watu nyeto wawili. Inakuwa kijana ni kati yako wewe na mwalimu, wewe na mwalimu, wewe na mwalimu. Si kijana ni wako. Sasa kwa hivyo wewe una kazi unafanya kwa hii boma. Lakini anafaa kuiga nani? Ujue pia amjue mzazi wa mwana ni mama. Kijana ni wako. Sawa, lakini ujue like father like son. Kwa hivyo mimi usiniteteshe. Aiga wewe. Haidhuru. Lakini kijana ni wako. Sasa basi tuache hayo. Itakuja sasa. Sasa wewe unaoneleaje? Huyu msichana basi ameletwa. Umemkubali. Sasa tutafanya aje? Unajua ni binadamu kama sisi. Mwacha pumzika kidogo. Lakini hii habari na nyumba 10 hii, sijui majirani wale wataanza kutuuliza maswali, tutamutisha ID, ikiwa kuna passport tupatie, NHIF card, hizo kadi zote, vitambulisho vyake vyote. Sasa ama inaweza kuwa ni yule msichana jiko alikuwa anasema. Unakumbuka kuna time alituambia ako na jiko? Pia kaya anaweza kuwa ni sababu. Na acha nikwambie dalili ya mvua ni mawingu. Atakuja tuambia. Atatuambia. Sasa hatuko huko. Tuko hapa. Mimi unajua kwanza kitu ya kwanza nachoka kuosha vyombo, nyumba, kumpikia, kumfulia nguo. Sasa babangu sijui anatakaje ama anataka tuishi hivyo. Wewe ukimkikura hauoshi vyombo? Ninaosha. Ninapika. Ninafua. Unaona kama Cynthia angekuwa ndio alikuwa anatusaidia hiyo mambo yote. Sawa. Hiyo isikujalishe. Hiyo nitaongea na yeye na kila kitu itakuwa sawa. Unajua umefanya vizuri. Umeonelea vizuri ukuje kwa anko yako. Na mimi nitakusaidia kama kijana yangu. Sawa. Usikuwe na wasiwasi lakini usimuongeleshe vibaya. Fanya hivi. Huyo nitaongea naye vizuri. Si umeniita? Na ukafanya kitu ya adabu sana, ya heshima. Kuniita kama babako mdogo na nitaongea na yeye. Sawa. Sawa. Sasa kama saa hii wenye nimepata chance ya kukuita nijua ameenda kulewa. Sasa ako kwa basa hii. Akikuja hapa akukaliki. Sawa. Wacha yeye akunywe. Lakini nitampata tu na mimi nitajua vile nitafanya nini. Nitamuongelesha. Sawa. Akikuja hata yeye si ameenda kukunywa pombe. Hata mimi naenda kwangu nikunywe yangu ya kiroho. Tutapigana vita yangu ya kiroho na ya pombe. Na unibakishie. Nini? Ya kiroho. Ya kiroho sawa. Na yeye akikuja tupigane na hiyo ya kiroho na ya pombe. Na tutapigana. Hujaiona vita ya mkolino yake. Lakini usimuumize. Wewe si ni kijana mdogo sana. Ninampenda sana ndio. Hujaiona vita ya mkolino, si ndio? Tutapigana naye vibaya sana. Unatoanga kireba. Hiyo maswali sasa usiniulize. Wewe utaona, si ndio? Sawa. Charles. Yes. Tumekuita hapa mimi na mamako ili utuambie kinaga ubaga uhusiano wako wewe na huyu msichana. Hata mimi ningependa kueleza ukweli kuhusu msichana Cynthia. Okay, juzi nikitoka job nikikuja nilimpata pale njiani akiwa ameanguka, amefaint na alikuwa mlevi. Nimesikia. Msichana alikuwa mlevi. So mimi nikadecide kumsaidia as a good Samaritan, nikamchukua nikampeleka hospitalini. Akafanywa matibabu siku ya kwanza. Alipopata fahamu nikapigia wazazi wake wakakuja. Can't imagine what happened.
What? Kwanza wakati walisikia ako na mimba. Mimba? Yako. Pana si yangu. Ya nani? Huyu msichana kuna kijana alijihusisha naye anaitwa Victor. Na wakati Victor alijua Cynthia ako na mimba, akakaa na mimba sio yake. Sasa wewe umekuwa good Samaritan unaleta mtu mwenye ako na mimba hapa. Na unajua sasa ataanza zile morning sickness, sasa ataanza kupita huko. Unajua hata shida sio hiyo dada. Mimi wakati niliita wazazi wake nili expect hata watakuwa na mercy. But kwanza his father alikuwa almost kupiga mimi, kupiga daktari, mpaka na mtoto wake mgonjwa. Yeah. Kwanza I remember kuna words alisema wakati alisikia kuna mimba ati usahau kama uko na wazazi. What? Na usirudi kwetu. What? Mzazi kasema hivyo. Yeah, nilisema hivyo. Yeah. Endelea. So mimi kulingana venye mmenifunza nikaamua kumsaidia. Hiyo ndio ukweli yote dada. Hakuna kitu nimewaficha. Charles. Vile tumekulewa kwa njia ya Ukristiano. Na tumekufundisha kuzungumza kweli. Nataka ujue kabisa ati yale yote ambayo umeyasema ni ya ukweli. La sivyo ujue babake Cynthia akimtafuta mpata huku, wewe na mimi na mamako tutakuwa mashakani. Nakubaliana na dada. Hivyo make sure unazungumza ukweli na ukweli kabisa. Yeah, bad. Sijadanganya. That's what happened. Na about wazazi wake kumtafuta, I don't think so. Kwanza babake sitani. Hao ni magumu. Mtu anaweza kataa mtoto wake kabisa asahau na yeye. Mzazi wake, kwanza babake, especially babake. Don't think so. Mama Charles. Mwache msichana apumzika kwa kidogo. Akishapata nafuu, mimi nitawatafuta wazazi wa Cynthia. Unajua panapo wazee hapa Rebecca bwana. Umesema. Tuketi chini mimi naye tuzungumze, tuelewane na najua tamchukua. Maana hakuna kosa lisilosamehewa. Kweli? Hata kashiko nao magonjwa sijui naita sijui inaitwa morning sickness. Iwe ni morning sickness, afternoon sickness ama evening sickness. Msaidie wewe kama mzazi, maana wewe pia ni mzazi. Msaidie ngoja. Unajua nini? Leo ni kwake yeye, kesho atakuja kupata wewe ama kunipata mimi. Unaona? Utahitaji pia na msaada wa watu. Sikatai, lakini kuna kitu moja nataka mnifanyie. Nataka fifa tu moja. Mharakishe hiyo maneno. Cause mimi sitaki hii mauja kutapika. Mimi kwanza kutapikiwa. Hiyo hata mimi nitaanza kutapika. Sawa hapo sijali. Nitajaribu sana. Mwache hapa nafuu kwanza, alafu tazungumza. Sasa hiyo nataka mharakishe. Unajua miezi ni gapi? Ni 9. Ikifika miezi 6 itaanza kufika hapi. Mwanangu ndiye ataanza kusijui kuchekelewa sijui tukiambiwa nini, na unajua tumemlea kwa njia ya Kristiano. Mama Charles. Hayo mambo atakuja kuisha ni mwezi mmoja tu, miezi miwili. Sitaki ipitishe hapo. Sawa hapo nakubaliana na wewe. Kama umekubaliana mimi ni sawa. Lakini msikawia. Sawa. Hapo nakusikia sawa. Na Charles unasikia haya maneno? Na sitaki hiyo. Unajua sasa nyinyi vijana wa siku hizi. Mnatutisha sana. Charles. Umesikia hayo? Mimi basi sitaki hiyo onekane hapa ikiwa kubwa hapa ndani. Unajua vizuri sana si yako. Okay. Kile mimi nitasema, nawashukuru sana nyinyi kama wazazi kwa kukubali Cynthia akae na sisi for the time being. Na ukumbuke nimesema haraka. Ndio hiyo. Sasa wewe my brother. Yes my brother. Nimekuja tena kwa sijui umekuwa namna gani. Umekuletwa na nini hapa juu. Sasa wewe mimi kama ningedhoma mimi sitaki gedhoma hapa. Kwangu fellowship hapana.
Hiyo scholarship mnaendanga hapana hapa kwangu. Hakuna kitu kama hiyo na sijaletwa na gidhomo hapa. Sawa sawa. Umekuja unataka nikukopeshe pesa. Nimekuja sina haja na pesa yako. Pesa mimi niko nayo. Money is not an issue to me. Nimekuja kwa sababu wewe huangalii miaka. Umezeeka, miaka inasonga na hata uangalii. Bibi ulitupa. Cynthia ulifukuza kwa sababu ya mimba. Si hata fadhali ungekojea azae. Mtoto ni nini? Angelea mtoto na endelea na maisha yake. Wewe mjinga sana. Siku hizi sijui unaendelea ukikuwa mjinga ama unaendelea kuwa mtoto. Unakaa namna gani my brother? Sasa ngoja kidogo. Sasa unaona mambo ya baba yangu, si ndio? Sana mimi naangalia yako sana. Ngoja kidogo. Saa hii wewe miaka yenye uko nayo. Wewe hujafikisha miaka yote. Na saa hii uko na watoto 11. Football team, Harambee Stars. Umebakisha sasa wa substitute. Afadhali mimi. Sasa wewe ndio unakuja sasa kunieleza venye boma yangu itakaa. Afadhali mimi niko na team. Wewe saa hii ukikufa nani atarudisha mchaka? Na hata huna haya na unazeeka wewe kwanza. Na mtoto bibi wewe ni mtu wa kukuza bibi. Morning Cynthia. Morning to you. By the way umeamka mapema. Nimeamka mapema ndio at least nifanye cleaning huku. Hata nilikuwa nafikiria nianze na kuosha vyombo. Then niende kwa bafu nioshe. Alafu hizo curtains zote ziko kwa hii nyumba nifue nianike. From there I clean the house. From there I nipanguze. Unaona ile TV vile iko na vumbi pale juu, nipanguze. Alafu from there nitandike vitanda zote. That's too good of you. But kuna kitu moja unasahau. You are 1 month pregnant. Oopsie. Yes, I'm 1 month pregnant. But I manage anything? Kuna nguvu bado. I know you have strength, but your health comes first. Thank you, but you have to keep that in mind. But I still have the energy. No buts. You have to keep that in mind that you are pregnant. Hujaosha uso. So you have agreed. Lakini lazima nioshe vyombo. Please, I just want you and your baby to be safe. Thank you, we appreciate. Lakini acha tufanye job, si ndio? Morning. Hey, morning sis. Awesome. Mbona msalimia madharau? Si madharau. But it's okay. Cynthia, it's my sister. Sis, this is Cynthia. Pleasure. Cynthia. Tabadilisha mutaendelea hivyo. Bro, acha hizo. Bebe, nataka unisort na 300 ama punch. Again? Yeah. Okay, juu umenizoea. Juu unaona siku hizi na ndevu nimekuwa baba yako, si ndio? Sasa mimi ndo katotokea. Katotokea tuna venye umenona. Okay, by the way, nza nini? Nataka nikimbie hivi, nende nitumie my boyfriend. Boyfriend? Yeah. Mbona unacheka? Yaani mimi niwe sponsor wako, tena ni sponsor boyfriend wako. Si ndio, si unajua hayuko job na ametafuta job for a long time. Na hata jana alilala njaa. Ndo mtumie. You can imagine. Acha nikwambie, mimi nimefungia kicheko, acha nimalize. You can imagine. Lakini amebeba, sasa kama amebeba. Hata ni mzito, mimi nilikuwa na suggest tumshone stool hapo nyuma. Akianguka anakalia asilande vibaya. Sipiti. You can imagine akianguka kuna kwa na earthquake. Miaka yako hairuhusu. Unafukuza bibi anaenda. Wewe unakaa namna gani? Watu wanakusema nini? Wewe hata saa hii sio katika jina la Yesu. Toka habari. Hutu, Hina, Haida, Encyclopedia, Diarrhea, Uhuru Highway, Koinaga Street. usinilete. Wewe usiniambia mimi, sino. Sindo hata Nimekuambia wacha hivyo unaniruhusia mimi mdomo. Hivyo tunaruhusiana mdomo. Si baba yetu alikopa na akatuacha, sio? Nimekuambia hivi, hakuna kitu moja tunaongea, my brother. Kama bibi yako hajarudi na ni lazima arudi ndio tusikizane na wewe. Unaweza waje simama ukuze bibi na miaka hii yako na unazeeka. Mimi mdogo wako na mimi ndio nakuja kukuambia. Hakuna kitu tutajadiliana na wewe kama bibi yako hajarudi. Sio sana. Sindo kabisa. Toka habari, toka kabisa. Wewe. Kwenda wewe. Brother Hegel, Matumbo.
Wewe una mani wewe. Manyororo. Jinga wewe. Funda jagi. Urudi hapa tena. Sasa wewe Sara. Nini mbaya wewe? Kwa nini? Si nilikwambia nataka kukurudia Charles. Ya, hata mimi naweza penda sana Charles akuwe bwana yangu. Lakini yeye ananichukulia tu kama sister in Christ. Sasa tuna la kufanya. Sister in Christ mimi najua wewe unampenda. Nampenda mimi tena sana. Lakini sasa yeye hanipendi. Lakini unajua makosa ni yako. Kwa nini? Juu surely unaweza variaje nguo kama hizi, nguo yenye inaguza mguu. Hata Charles mwenyewe akikuangalia ataona nini? Sasa mavazi yangu yana shida gani? Si unavaa ujipake makeup, unafaa uvae kitu yenye inakuchomoa vizuri. Hadi Charles mwenyewe akikuangalia anaona hii ndio mwenye natafuta. Lakini hapo hapana. Hiyo itakuwa kumseduce. Na Charles hata kama nampenda, bado ni prayer partner wangu. Na sifai kumseduce in any way. Hapana, sikiza. Nowadays tuko digital. Sisi wanawake ndio tunatongoza wanaume. Si wao tunaogojea ati wakuje. Sisi ndio tunajipeleka. So be active bana. Na uchange hii look yako hadi nywele. So Sasa hata kama naweza jaribu kuchange hayo yote, unaona hata kama idea yako ni kama ni mzuri kidogo. Ndio, si ndio maana nakupenda. Lakini sasa kuna shida. Mom na dad utachukulia je nikianza kuchange nivae hivyo? Hapana, wewe unaangalia tu mali dada na mama hawayuko, ukitaimu ameenda nje, sasa kwa nyumba tu peke yake unampata ukiwa umemvalia sexy. Unaona? Wow, hiyo ni idea nzuri sana. Nitajaribu kabisa nione kama Charles atanipenda. Jaribu wande, na kama hauna hizo mavazi, kuja nitakusaidia na moja. Nashukuru sana. Ni lazima nijaribu kabisa. Jaribu. Nataka Charles akuwe wangu peke yangu. Kozu ukiachia hiki kisichana Kenya alileta juzi. Kisichana? Si ndio? Sasa mimi sijui kuseduce. Utanifundisha? Hiyo usijali, hiyo ni kitu kidogo tu, nitakufunza tu. Ukiona tu Charles ako kwake ama kwa nyumba peke yake, unampata tu na kiwa sexy, unaona? Na si tunaweza plan uniangalilie kama dad na mama wanakuja hiyo time. Si ndio? Na bora uchunge hiki kisichana Kenya alileta. Sasa huyo nikimwona karibu na Charles, warai na mnyonga tu. Haina shida. Lakini wewe chunga sana. Usiseme sikukuambia. Lakini sasa si utakuwa unanisaidia kidogo? Nitakusaidia, hiyo usijali. Nikwambia mimi tuko hapa, tuko hivi kabisa. Si ndio? Hey Victor, what's up? Amka, nini mbaya? Jesus Christ. Nini mbaya eh? What kind of a life is this? It's my life. I know it's your life. Yeah. So you should mess up because it's your life. It's all because of Cynthia, you know. Yeah. Really? Yeah. Look at you. You look dirty, hungry, weak. Jesus. Sasa hii imeshota je msichana? Si msichana. Cynthia. A queen of my life. So, utaishi hivi juu ya Cynthia? Si ndio mtafuta basi? Tafuta. Unajua uelewi mambo. Hauelewi. You don't understand anything. So make me understand. I loved Cynthia. I love better bar. Now you see. I love her. So much. Yeah. By the way, nini Cynthia kwa ya maana kuniliko by the way? I'm here for you. Katoka hii hata sura nini. Cynthia was beautiful at heart and even physically. But you messed up. She alienda, mimi nimebaki na yeye bado. Kwa hivyo so unafaa kukutana mambo. Mimi maisha yangu iko shinda. Mkitaka nirudi vizuri. Just bring Cynthia back. You see? Hiyo kazi siwezi fanya mimi. Nimeishi kukusaidia kumleta this time. Kama huwezi fanya, toka uende. No? I don't need you here. I'm going nowhere. What for? Bedho umekula? Hii ni nini hapa? Naona kana kanja. Okay,
Hata nikusaidie nikutengenezee kitu za kula. Okay? Nakula baada ya chakula si ungeleta sije. How are you feeling? I'm fine. Cynthia, How's my condition? You're fine. I can see the temperature is good. The pressure also. And also I can feel the fetus. It's kicking. Yes. But as for now, we can't predict anything. After 2 months, we can do a scan. Oh, okay. I'll just come back, no problem with that. Yeah, we'll schedule the next clinic day. Yeah. Okay, thank you. We'll see each other. Okay. How is Mr. Charles? Oh, Charles is so fine. Yeah, I thought he was to accompany you today. Actually, he's just out there. Oh. Yeah. Okay, we'll see each other later on. Okay. By the way, there's this guy who came looking for you after you left with Charles. What did he say his name was? He said his name is Victor. Victor? Yes. Is there any problem? No, there's no problem. Are you sure? Yes. Okay, I just have to go and check on other patients. I'll see you later. It's okay. Okay? Yes. I hope there's no problem. No problem. Oh. Say hi to Mr. Charles. Okay. Baidha nikuulize. What's wrong with Victor? Sikia venye anaguruma pale. Ni nini mbaya? Since nikuje hatamka. What's wrong? It's okay. Nowadays. Nowadays? Venye natua Victor all that long unaniambia nowadays anakaa hivyo. Yeah, nowadays kazi yake ni kukunywa, kulala. Is you notice? There is a problem na Victor. Last time hakuwa hivyo. He was very jovial. No, hana shida yote. I'm very sure. You are sure hana shida? But hata kitu nanipea stress. Tangu atane na Cynthia. Mpaka kuoga hauki. I was here like 2 days ago. Unaona viatu umevaa? Hold on. Hivyo tu. 2 days ago ulikuwa huko? Yeah. Niwezi niambia my friend. Hey. Huku niambia there must be something. I hope anisikie there must be something. Something like? Si niambie tu, you're my friend. Okay, something like? For sure you don't like the guy. No, maswali guy nowadays ni mbaya na wewe. Si niambie. It's just a question. Okay, sitajibu. Unaona aje? Mimi venye naona you like the guy. Just tell me the truth. We just spend hapa some time. No, Jesus. Hey, 2 days ago you were here, nimekupata hapa. Ai. Kumcheck up. Kumcheck up? Si ungeniita tukuje na wewe? Mimi ndo nimekuita leo. Ai. In-laws manenos. Oh my god, I just love the look. Haijatokea poa.
Haya, wewe toa miguu. Ni nini mbaya? Hakuna kitu mbaya, but you are my problem. Oh, I'm a problem. Yeah. Why? Sasa wewe nikuulize, unafanya nini huku? Kwani wewe una kwenyu? Okay. Me being here is a long story, but tutaongea more tukijuana. Tutaongea tukijuana, tutajuania wapi? Si here, ama? Wapi? Kwa kina nani? Okay. Hiyo swali Charles ndio anafaa kujibu. Charles anafaa kujibu kama nani? Hebu by the way kwanza nikuulize. Who are you to Charles? Charles is just my friend. Ananisaidia peke yake. Na nakusaidia kwani huku ni refugee camp? There's nothing between the two of us if that is what your problem is. So relax. Sasa wewe, hebu angalia hadi dressing yako, venye unavaa, venye unakaa. Unadhani unaweza kuwa type ya my brother? Sasa dressing code yangu inahusiana aje? I just told you there's nothing between the two of us. So relax. Relax. And do what? Let things go by themselves. I don't understand why unanivuruga. Mimi sikuvurugi, but sikutaki huku. Oh. Yeah. Okay. I'm just here for a very, very short while. Hiyo short while ndio sikutaki huku. Unashangaa nini? Ni sawa nimekusikia. Ni sawa nini? Get that in your stupid mind. Excuse me. But kama unataka kuniambia, we need to help the girl. How? Ona venye yako seriously. Just look at him. Hapana. Ebu muangalie seriously. Si tumsaidie tu. How? Seriously kimwangalia hata kama even if you like the guy, ebu muangalie seriously. Know your voice. Chafu. Ni kama maisha yake tu imekuwa tu ruthless. This one is about Cynthia, so sidhani kuna jambo naweza msaidia. I know, but what if tutafute tu any means? Tutafute Cynthia. Me? Nitafute Cynthia? No. Never. Huwezi nishika mkono kwa sababu there is a Kwa bond sababu between nini? you two. Yes, no wonder. Simtafute mimi si Red Cross. Si ati wewe si Red Cross. Tumsaidie tu. Ndivyo At kwa nini least kumsaidia? akuwe back to his senses. Kwani hauna utu seriously? Nina utu. Si nilikuwa nimekuja kumwona 2 days ago. Kama nataka kumsaidia, do your own. But for me, sitafute Cynthia. Tumsaidie tu arudi. Nope. Unafurahi ukimwona hivyo? Seriously. Okay, tunaweza fanya kitu kingine but si must niende nikatafute Cynthia. But the only solution ni kutafuta Cynthia. Simtafuti. Simtafuti kabisa. Okay, do this. Do this, eh? Kama utanisaidia, nitarudi kwa ile hospitali, niende niulizie Cynthia kama ako. If you won't help me, ni sawa tu, but sifurahi kumuona hivyo. Okay, good luck. But mimi siendi. Okay, sawa sawa. I'll give it a try. Na suggest tumsaidie. Cause the way I see, ina result kwa depression. Na very soon, the person you are liking here, ataanza kukota pipa shida yako. But kuna hospitali pia. Naweza garamia lakini Cynthia sitafuti. Seriously. Like seriously. Prevention is better than cure. Let's do this simple thing. I'm not going to do that. Kindly, twende tu. No. Mtu venye tumetoka faa na Victor, I seriously, know. can you look at him? Siendi. Ni aje wewe? Ni nini mbaya na wewe? Sitaki kusikia. Juzi umeniambia nikupatie ati sijui 5k uko na project unataka kufanya, and after that hakuna present niliona, ama project hiyo yako sijui ulikuwa unasema, nilisikia ulikuwa kwa club, wewe unajienjoy tu, ulikuwa tu laha zako. Kevo tafadhali, sitaki kusikia. Mimi sijakuwa sugar mami wako eti ukitaka kitu babe. Hayai, umenizoea. Ati 5k tena. Hapana, sitaki kusikia. Sasa wewe
Nini mbaya? Thank God I found you. Nashukuru nimekupata. Hebu kwanza wait a minute. Kwa nataka unifanyie favor. Nataka 5k. Za nini? Nataka kutumia boyfriend yangu. Tena? Si ndio? Si mimi nampenda. Acha tuachane naye. Nikuulize Uliza. simple question. Na nahitaji tu majibu. Mnaulizana nini na Cynthia? Ai, Cynthia tena. Huyu Cynthia amekuwa nini huku? Mara sijui Cynthia na hizo attitude zake. Umenisikia vizuri? Nimekusikia. Nimekwambia kazi yako ni kufanya nini? Kujibu. Mnaulizana nini na Cynthia? Si ndio na kujibu. Ni nini yako Cynthia amekula? Hakuna kitu. Ni nini yako Cynthia anatumia? Cynthia ako na attitude zingine. Kwanza anafaa kutoka aende akakaa huko kwa street. Si ndio? Anafaa kutoka. Yeah. Aende wapi? Huko kwa street. Juu huku ni kwenyu, si ndio? Huku ni kwako. Huku ni kwako. Pana bro. Huku ni kwako. Pana. Mnaulizana nini na Cynthia? Cynthia. Na sitakuuliza hii swali tena. Cynthia amekukosea nini? Hajanikosea lakini simtaki huku. Umtaki huku kwa nini? Simtaki. Acha nikwambie. Kama wivu tu ni sababu Cynthia kuna mimba. Ona wewe, ni kama ulizaliwa nayo. Wewe kwanza ulizaliwa nayo. Na huwezi pata. Haina shida. Kazi ni kwenda huko na date maguka, unakuja hapa kazi ni kuniitisha pesa. For your information. Sitakupatia pesa tena. Na nikipata any feeling, unasikia? Any feeling that umeongelea kuhusu Cynthia. Ama umesema sijui Cynthia anakaa nini. I swear I will kill you. Kill me? I will kill you. Kill me just because of her. Cynthia amekuwa nini huku? Tatoka aende kwenye alitoka. Mimi simtaki huku. And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of the faith. See with what large letters I have written to you with my own hands. As many as desire to make a good showing in the flesh, this would compel you to be circumcised only that they may not suffer persecution for the cross of Christ. For not even those who are circumcised keep the law, but they desire to have you circumcised, that they may boast in your flesh. But come in. Yes. Kama mchungaji. Yes, Bwana Charles. Bwana asifiwe sana. Amen. Leo naona uko na furaha ya ajabu. Kumbe hata wewe umeiona. Unasmile mpaka meno ya Christmas inaonekana. Nakwambia mchungaji, wacha nikwambie. Mimi yale Mungu amenitendea. Hata siwezi elezea. Amen. Ni furaha iliyoje ndani ya moyo wangu. Amen. Amen. Unajua last time nilikuwa hapa, nikakueleza kuhusu zile ndoto ambazo nilikuwa napata. Amen. Kuhusu yule mwanamke ambaye nilipata lakini ana huzuni. Amen. Na bado alikuwa na mjamzito. Sasa nakwambia ile ndoto imetimia. Amen. Praise God. Kila kitu iko sawa kabisa. Amen. Msichana nilipata. Amen. Sasa msichana tumekubaliana. Wazazi wangu wamemkubali. Sasa ile kitu ambacho nilikuwa naomba uniombee ni kwamba wazazi wa msichana wanikubali. Nilikwambia nitasimama na wewe katika maombi. Kwa hali na mali. Wewe ni kijana nimeumelelewa kanisani, mimi ni mama yako wa kiroho, na ukienenda katika mwenendo mzuri, hiyo ndio shukrani kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu unaonekana umeebuka mshindi. Haujapita zile njia ambazo vijana wa siku hizi wanapita, umepita njia ambayo iliyonyooka, na ni kuonyeshana kwamba nimekupatia malezi mazuri kama nikiwa mama yako wa kiroho. Unajua hata mchungaji, ile msemo ambayo Biblia inasema ya kwamba ambao wanamtumania Mungu ni kama mlima Zayuni, hawatatingizika milele. Sasa mimi hata sijui nitasema nini, ni kumshukuru tu Mungu na nimwambie asanti, na wewe unishikilie kwa maombi, wazazi wa msichana wanikubali.
hiyo haina pingamizi. Ule mlango Mungu amefungua, binadamu yote haezi funga. Kweli kabisa. Hata akifunga mlango, zile baraka Mungu amekupangia, hata binadamu afunge milango, zitaingilia kwa madirisha. Akifunga hata madirisha, zitaingia kwa keyhole ya mlango. That's how powerful our God is. Kweli kabisa. So you should have faith in God. Amen. Amekupigania vita vyako. Nilikwambia vita hivi si vya mwili bali ni vya maombi. Na naona kwamba maombi yetu, kufunga kwetu na kuomba kwamba imezaa matunda. Tuombe Bwana Charles. Baba Mungu, nakushukuru kwa sababu ya kijana huyu. Amen. Baba, tazama alikuwa na ombi aliliweka mbele yako Baba Mungu wa Israeli. Baba, na sasa ametoa ushuhuda ya kwamba hilo ombi limetimia Baba Mungu wa Israeli. Baba, tazama ako na safari kubwa mbele yake. Anatazamia kwenda kwa wazazi wa msichana Baba. Baba, na kuomba ukaweza kufungua njia. Mitego yote imetegwa na shetani tunakatana nayo in the name of Jesus. Mitego yote iko katika njia ya huyu kijana tumekatana nayo in the name of Jesus. Nimemfunika na damu ya Yesu Kristo, nimemfunika na wingu la Roho Mtakatifu. Baba, na kuomba ukaweza kumuongoza katika kila jambo Baba Mungu wa Israeli. Huyo msichana ambaye amempata nimemweka mikononi mwako Baba Mungu wa Israeli. Baba, nimemfunika na wingu la Roho Mtakatifu, nikamcheka na damu ya Yesu Baba Mungu wa Israeli. There is no weapon fashioned against them that will prosper in the name of Jesus. They are your children from Israel. Ni wabarikiwa Baba Mungu wa Israeli. Wao ni uzao wa Abraham Baba Mungu wa Israeli, na wataishi kuwa wabarikiwa Baba Mungu wa Israeli. Sasa mzee. Mzee ni nyanyako. Mimi usiwahi niita mzee. Daddy. Yes. Nimekuja nimenyenyekea sasa. Sasa nilikuwa nakwambia. Umenyenyekea. Na I hope hii si zile bangi zako. Hapana. Umenyenyekea. Sasa nimenyenyekea. Niambie nisikie. Sasa ulifanya makosa sana kufukuza Cynthia. Nimejua Cynthia alikuwa wa maana. Cynthia alikuwa anapika kwa nyumba, anaosha vyombo, anakufulia we mwenyewe, anatufulia sisi wote. Sasa angalia mimi nabaki na kazi zote. Kitu kingine, huyo ni mtoto wa msichana. Sasa inaongea kama ndume. Huyo ni mtoto wa msichana. Anaweza enda hivi danganywe, arepiwe, na ulisikia ni kulepiwa alirepiwa. Unaona? Kumfukuza mimba haikuwa si kila mtu anaweza penda kuwa na mimba. Mulete nyumbani. Haina haja hasira. Nilikuwa najua ulikuwa umekasirika. Na hasira zako hazikuwa nzuri mzee. Sasa hii mambo yote unasema kwa sababu umechoka na kuosha vyombo. Umechoka kufua nguo zako. Umechoka kupika. Ndio maana sasa unaanza kuona sasa uongee kama ndume venye umesema sijui dama sijui dume juu umechoka, si ndio? Si hivyo, kando na hiyo. Angalia mamkonye yako. Ulimfukuza. Pia yeye akae huko. Kwani ni maisha aina gani? Ngoja kidogo. Wewe unajua pesa zenye nimetoa? Ndio. Nimeuza hadi shamba. Cynthia aende university. Sikatai. Unajua hivyo? Yeah. Zingine tukakopa manko wako, si ndio? Nimetumia milioni ngapi? Na msichana anaenda anapachikwa mimba, si ndio? Makosa si makosa. Makosa ni kirudio. Sasa kumbe unataka makosa sasa umesema makosa ni kurudiwa. Akuje hapa na hiyo mimba, azae na arudie tena tukue na nasari. Mtoto anakujanga na. Ngoja my son, ngoja nyamaza kidogo. Siku hizi umeona wasichana wanapachikwa mimba. Hiyo mimba inatokea mapacha kama 7. Mimi mwenyewe nimeshindwa na wewe na bangi zako na bagi za mama yako. Unaona tunakosanaga na mama yako hapa. Nimeshindwa na bagi zenu kwa hii nyumba. Sasa tena tunatoa mapacha 6 hapa. Na mapacha 6 nao wakuje na bagi zao. Sitaki. Nani amesema ataza 6 ama 7? So ulikuwa unaoneleaje hii maneno? Juu wewe umesema ni dume. Nilikuwa naonelea warudi nyumbani. Warudi nyumbani. Tujenge nyumba. Tujenge. Umejenga ngapi?
Sijajenga lakini nina. Wewe na bagi zako sasa si umepachika wasichana wangapi mimi? Si wenye nilikuwa najua ni wawili, kwanza Gathoni, Kate na hao wengine. Nisiwakumbuki wote lakini hiyo mimba itakuja kuwasaidia. Itakuja kuwasaidia. Unajua unaona sasa hao Gathoni wote na sijui nani umetaja wakasirike waleta mimba zao hapa. Mimi nianze kulea watoto wako. Kasirika, ni mimi ndio nitakasirika. Nimekwambia hivi, ondoka hapa. Ondoka hapa. Mzee sikiza. Hiyo mambo nitafikiri lakini ondoka hapa tafadhali. Mtu tujanga. Kama hutaki kuchapwa kopi. Na unajua kopi yangu kama nimekasirika. Nitakuchapa kopi ukufe. Mazishi yako unataka iwe ya wapi? Nataka mazishi yako iwe ya lini? Tuesday. Ondoka hapa. Huyu Cindy nimlete nisimlete. Naonekana hii mambo imekuwa mesugua hadi kijana wangu. Sasa Baba Charles, sasa unaona venye huyu msichana aliletwa na Charles venye anaendelea. Haki anaendelea, kuna bidii, anafanya kazi hapa, si kama mtu mgonjwa. Haki hata ile morning sickness nilikuwa nasema ako nayo. Hatapiki hata kidogo. Hebu kumbuka ni sickness na kutapika. Na mimi sikusema hivyo Baba Charles. Nataka kukuambia anafanya kazi vizuri. Haki hata ananifurahisha. Hebu kumbuka ni kuokotwa. Sasa Charles hakumuokota. Alikuwa anasaidia, alikuwa anatenda wema. Na sasa nilikuwa nataka uongee na Charles. Huyu msichana ni mzuri sana. Hebu muhimize venye atamuoa. Hebu kumbuka ako na mimba. Sasa mimba hata kama si ya Charles, tulikuwa tunaelezewa tukiwa na wewe. Na unajua vizuri sana si yake. Lakini hiyo si kitu. Si mnafanya haraka ndio angalau kaongea na wazazi wake. Hebu kumbuka ni mlevi. Yule msana ukumbuke, kukulewa kwake kunaweza kuwa si kawaida. Amekataliwa na wazazi, yule mwenye mimba amemfukuza. Sasa hiyo mambo yote inaweza mfanya mpaka aanze kulewa. Si kupenda kwake, ni stress inamfanya alewe. Hebu kumbuka alikuwa ni wakokotwa. Nani alisema hivyo? Mimi sikusema aliokotwa. Si Charles alikuwa anatenda wema. Alafu kumchukua sisi wenyewe tumemlea na jia Ukristiano. Sasa yeye mwenyewe alikuwa anasaidia. Hebu kumbuka kina mama kanisa na gewe tumbo. Na wewe kubuka hii kubuku zako mingi sijui. Kwa nini uko na ugumu wa kunielewa hivi? Daktari, am I bothering you? Yes, you are. Sorry for that. Anyway, you're so beautiful. Excuse me, what are you doing here in the hospital? Yet you are not a patient? Never mind about my action here. Anyway, you're so beautiful. Me and you can make the perfect match. Excuse me, sir. But, Daktari, are you married? Yes, of course I'm married. Oh, then your husband must be so lucky to get such a beautiful lady like you. Anyway, I just came here with an offer to you. And I can offer anything. Just mention it. Nataka documents za Cynthia and contact za Charles mwenye alimchukua. Don't be afraid. No. Patient information in the hospital is confidential. I can't give you any information. I know they are confidential. But just mention any offer. Instead of working here day and night, working for kusaidia watu hapa. Kula pole mzee. Kwani vijana hawajui kupika. Hii ni nini sasa umepika? Jango na venye nimejaribu kupika. Na venye nimejaribu kupika. Hii umeweka mafuta kilo ngapi? 10 kilo. Haijafika hadi kuota. Mbona wewe ukuli? Si ulifukuza mama. Ati? Si ulifukuza mama. Sasa utaki kukula chakula mtu mzima juu nilifukuza mam? Sitaki chakula ya. Mtu mzima kijana kama wewe. Sitaki chakula. Juu ya mam. Si ulimfukuza? Nilimfukuza. Hata wewe unajua unaweza fukuzwa. Si huko ni kwetu. Ni kwenu.
Oh, wacha nipigie mama yako. Mwambie hutaki kukula. Mam. Mtu mzima mam. Hutakula juu ya mam. Si ulimfukuza. Yeah, can make you a millionaire if you feel like. So just mention any offer. I'm sorry, I'm not interested. I respect my profession. Daktari, please, I need the document in the contract. Please. No, sir, I have to go. I have a lot of work to do. Daktari, please, I need the contract. Excuse me. Will I have the documents? Will I have the documents? Will I have the documents? I need the documents. Where are the documents? Speak! I need the documents. Majango wa siku hizi ni bangi ama ni nini? Mzee, kwani unatusaidia kuvuta bangi? Nani unaongelesha hivyo? Oh, sorry. Bangi zako ukivuta unapeleka huko, unasikia? Ni hii message. Chunga sana. Tulia Jango. Msalimia. Mama Cynthia. Umeenda huko kwenu mashambani, mko na wazee huko, wazee wengine huko. Ati tukuje na wazee. Nilisema hiyo mimba kama ni ya Cynthia, hiyo mimba iko na Cynthia, ni lazima nijue venye mtawea huyo mtoto wako kwa tumbo. Wewe mwenyewe unajua, na juu tabia za Cynthia na zako zinafanana. Sasa huyu kijana wako analialia hapa, hataki kukula juu ya mama yake. Hutaki kurudi. Sasa tukukujie na wazee. Nikikuoa tulikuwa tumekutana na hawa wazee. Juu hawa wazee wa kweli ni wazembe, sitakukujia. Afadhali nikae peke yangu. Ni afadhali nikae hapa Mansoro, hakuna shida. Na sikuli. Mwanamke mwingine, na wewe uko na wazee wengine huko mashambani, si ndio? Mama Cynthia. Nimekuita mara ngapi Mama Cynthia? Shindwe kabisa. Shindwe. Na usahau ulikuwa na bwana. Unasikia mama yako vile anaongea vibaya? Si umuende. Amesema umuende. Ni muende. Jioni kule. Hadi sasa sitaoga, wacha kukula. Ati utaoga? Na wewe kijana nitakuchapa. Nimegoma, siogi. Nitakuchapa makofi. Siogi. Kula hii chakula. Sikuli. Utakula, si ndio? Chukua. Unacheza na baba yako, si ndio? Si ulete mama. Nakwambia nitakuchapa. Unaongelea baba yako hivyo? Mimi naongelea hivyo. Naongelea hivyo. Nitakula. Nitakula. Nini? Nitakula. Chacha chicho chucho. Cho. Chu. Nitakuchoma, unasikia? Kabisa. Chacha chicho chu. Na kiberi. Chunga sana. Oh. Chukua hiyo sakafudi haraka. Ama umekojea mam? Mam. Sikuli. Funda jagi.
Kijana, umesema umeniambia wewe ni nani? Nieleze. Naitwa Victor. Victor? Victor John. Victor, wewe ndiye ulifanya huyu msichana anaitwa Cynthia apotee? Ni wewe, sio? Sikufanya apotee lakini. Hiyo mimba kuna ni yangu. Mimba yenyewe ni yako? Yeah. Na unasema sio wewe ako kwako? Hayuko kwangu. Ndio hata mimi. Nimekuja hapa ndio tusaidiane. Okay. Yeah. Kusaidiana tutasaidiana. Yeah. Na usikuwe na wasiwasi. Unatakaje nikusaidie vipi? Sasa unajua hapa nimekuja siku nyingi. Nimekuwa nafukuzwa vibaya sana. Sasa leo nimekuja hapa ndio nimekuita wewe. Sasa nikakuja nikaambiwa na hii brother Cynthia. Wewe ni mzee wa power. Naweza nisaidia. Mimi naweza kusaidia. Yeah. Na uko na bahati sana huyo mzee babake Cynthia. Hamjakutana na yeye hivi. Hatakangi mchezo. Lakini hiyo yote tuachane nao, sawa sawa? Yeah. Mimi nitakusaidia kwa mahali nitaweza na usikiwe na wasiwasi. Sasa mimi hata ile kitu kubwa. Ningetaka tu kama umesikia tu ka story yote tu kuhusu Cynthia. Amali tu yuko. Fununu yote. Yote tu. Sijasikia fununu. Lakini ile kitu tutafanya. Tutatafuta solution. Tujue wewe ukimpata mahali uniambie. Na mimi nijaribu kusanganya hivi. Nimtafute pia mimi. Tukuje na solution tumpate. Sawa sawa? Ni kujaribu. Tutafanya hivi. Nikisikia fununu mahali yeyote. Nitakwambia. Tumtafute kwa radio, magazeti, kila mahali kabisa. Hizi death panel organization hizi za gazeti. Na hata mochale. Na mochale. Haizi kuwa amekufa, si ndio? Haizi kuwa amekufa. Mochale hazutatafuta. Mtoto wangu haizi kufa. Tunaweza mtafuta kwa hizi unasikia mtu ameanguka kwa shimo ya choo. Tuangalie kama lakini bado hawezi toshea kwa shimo ya choo. Lakini tutafute solution pole pole. Kwanza kwa social media ndio tunaweza mtafuta. Kwa social media? Kwa social media ndio tunaweza mtafuta. Tunaweza mtafuta na atangazo kwa radio, TV, na internet yote hadi fiber. Kabisa. Tuone kama tutampata, si ndio? Yeah. Wewe usikuwe na wasiwasi. Sawa. Atapatikana. Nimefurahi sana kupatana na wewe. Na uko na bahati hujakutana na mzee mwenyewe huyo babake. Huyo ni wewe. Huyo ni waya. Huyo ni kweli achana. Lakini usikuwe na wasi. Tutamtafuta, sawa sawa? Umeshtuka. Pole. I told you si job yako manzi. Shida yako usikie. Utulie. Nani hapa tu nimeosha na nishachoka. Nikwambie job si yako. I had to do this. Why? Your sister and your whatever, your house help. Yes, Sarah, they forced me to. Forced you? Yes.
What do you mean? Hata your sister karibu aniangushe bedroom. My sister, Ivy. Yes. Oh my God. These ladies are really getting in my nerves. By the way, kanya sister yako. Let's leave that. But there is something that I want to tell you. What? You look more beautiful in this condition. Thank you. You are welcome. By the way, hata nimekuwa nikijiuliza maswali. Maswali? Yeah. Gani? Did Victor realize? Alirealize kitu yenye amelose kwa maisha yake kweli? Not about Victor again. Okay. I'm trying to forget about him. Okay, I'm sorry. But I feel like this child is mine. Really? Seriously. I feel like I'm the father. I'm ready to give this child everything. Kila kitu yenye atahitaji. And you as well. To heal your wounds. To make you smile again. To make you look more beautiful than ever. Seriously. That is if you allow me to do so. I'm willing. Of course I do. You do? I do. Oh, come here. Oh my God. I'm feeling like I'm in heaven. You're making me feel so special. You're special. Ni vile tu Victor hakurealize. No, but you are so special. Most especially to me. Thank you. And you're so special. Oh my God. Unajua si wanaume wengi wanaweza kubali kulea mtoto si wao. Unaona? You know what? I just felt like I'm the one carrying the baby. I feel you're doing so much for us. And so I'm great. I'm ready to do more than that. Just to make sure that you are happy. You forget about that stupid guy, Victor. And to make you mine all alone. Together you can make a beautiful family. You, me, and our daughter or son. You're one in a million. Thank you. Ivy. Sasa wewe ni nini bana wewe? Hivi chenye nimeona. Hiyo ni nini? Charles amefanya? Charles alikuwa na kiss Cynthia. What? You are kidding me. Niko serious, sije kudanganya. Hai. Alafu what happened? Sasa mimi, venye tulimwambia eti aoshe nyumba, Charles alikuja akamwambia asioshe. Sasa wakaanza kukisiana. Na ulikuwa wapi? Mimi nilikuwa tu napitia nikaonea kwa window. Alafu after that sasa mimi hakuna kitu ningefanya. Lakini sasa wewe unajua sioni makosa ya Charles na Cindy kissing. Lakini si hata unajua tu mimi napenda Charles. Lakini si nilikwambia utoe maguo. Lakini kwa sasa sina nguo zenye naweza seduce Charles nazo. Sala nilikwambia ukitaka kitu unaweza kuja kwangu. Okay, nitajaribu basi. Hope utanitafutia zenye nitakutafutia. Okay, please. Nitafutie tu zenye zitafanya nimseduce. Nataka kumuwin. Sina shida mimi na kukutafutia nguo. Nguo ziko zenye zitakufit vizuri. Lakini sasa wewe hujitetei. Yesi nimejitetea. Mimi sitaki kuona hiyo kitu ikijirudia tena. Sasa ungeingilia hapo umkiss. Sasa singeweza. Unajua tu Charles angenifukuza. Sasa wewe. Baba, katika jina la Yesu Kristo nakuja mbele zako mfalme wa amani. Jehova, naomba ya kwamba kama Charles anafaa kuwa wangu mfalme wa amani, naomba Bwana wa majeshi ukaweza kunipa yeye Jehova Jile. Nisaidie mfalme kufanya mambo ambayo yatamvutia kwangu mfalme wa amani, ili Bwana wa majeshi akaweza kuachana na huyo msichana, Bwana akaweza kuja kwangu mfalme. Na ukifanya Bwana nitalina na kuliheshimu jina lako. Mfalme wa amani, unajua kwamba nampenda Charles kutoka kwa moyo wangu Jehova. Mfalme na Bwana, najua kwamba nikiweza kupata Charles moyo wangu utafurahia. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen. Hiyo kisi imeniuma. Ivy, hiyo kisi imeniuma .
Mi nataka tu Charles akuwa ananikiss mimi peke yangu. Sasa wewe kijana, mara ya mwisho ulikuwa hapa nikakuchapa na nikakupiga vizuri, puda ikaja ikakusaidia viboko. Sasa tena umejileta hapa, nini unataka? Huchoki kuja hapa kwangu? Si hivyo mzee, lakini mimi nimekuja tu hapa kuomba msamaha kwa niaba ya Cynthia. Tukiomba msamaha kwa miaba? Kwa niaba ya Cynthia. Kwa miaba juu ulimpatia mimba? Kwa sababu mimi ndio nilikosea, ningeomba msamaha. Ulikosea, sasa mimi ni msamehe? Yeah. Sababu wewe ndio ulikosea? Mimi ndio nilikosea, ufai kumwadhibu wewe. Halafu sasa pia ningependa kama ulikuwa na habari yote kumhusu, kwa sababu nimemtafuta sijamuona. Umemtafuta hujamuona? Sasa ukaona hapa ndio rescue center. Red Cross wako hapa. Ndio sasa ukakuja hapa, si ndio? Nimejua hapa kwamba ni nyumbani. Ni nyumbani. Utampata hapa. Utampata. Sasa ukampatika mimba, alafu sasa ukaona hapa ni nyumbani, si ndio? Hapana. Ile vita nitakuchapa. Hutawahi kuja hapa tena. Unasikia? Kaa hapo. Unatetemeka nini kama bubu akiumwa na meno? Sawa. Lakini ningeomba tu kama uko na habari yote kumhusu. Habari yote kumhusu? Yeah, mali yuko. Mimi ni ripota. Sasa mimi nimekuwa mtangazaji. Nitangaze sasa, ni radio inatangaza. Mahali Cynthia wangu wako akuja, si ndio? Wewe na wewe ni nini kimekuleta hapa? Hamkuwa pamoja mkiingia hapa? Hapana. Mimi naitwa Charles. Tulipata na wewe kwa hospitali. Yule kijana ambaye alisaidia msichana wako. Nilikuwa nimeshindwa juu sijawahi gojeka. Mimi ndio nilikupigia simu. Kwani lazima ukienda kwa hospitali kwa mgonjwa? Wakati Cynthia alikuwa hospitali ni wewe? Yeah, ni Charles? Yeah, Charles. Nyamaza wewe. Excuse what? Kidogo tusamani. Wewe Cynthia. Cynthia ni wako? Na kwanza baba Cynthia. Nyamaza. Nyamaza wewe. Nyamaza. Asante sana kwa kunileta hapa. So, just call the lady tuongee naye. Cynthia baby. Yes. Honey. Coming. Somebody is here to talk to you. Who wants to see me? Is he the one seeing me or there's someone else somewhere? Hey, baby, relax. Please. And you said you are Victor. As you can see, Cynthia is good. Hakuna Kenya nahitaji. She's lacking nothing. Absolutely nothing. Nothing. And when you ulikuwa unatarajia, things did not go your way. Thank God I was there on time. Yeah. So let me just excuse myself. Let me hear what he has to say this time. Okay. I'll be in case of anything, just shout. Okay, baby. Okay? Mojo. Darling, I just came here to apologize. Kuomba msamaha for what I did to you. Najua nilikosea sana. I'm so sorry. So, darling, I just need you back home. Turudi nyumbani. Please, just understand me. Turudiane. Tuleo mtoto wetu pamoja. Turudi nyumbani. As you can see, when I'm here, I'm so fine. We are fine. I thought you told me your house is not a kindergarten. Just. Ama kindergarten imerudi. I was wrong. Turudi nyumbani. Tuishi pamoja. Can't you remember the sweet times we had together? We enjoyed together. I really miss those moments. Oh, you do? Please, let's go back home.
Don't worry. I'm now okay. I'm not fine. We can make up. Just come back home. Okay. Sure, I'll come back home. Don't you worry about me, okay? But leave. Get out of here now. Leave. Out. Please. Out. Leave. Ladies. Yes. Leo nimewaita hapa kwa sababu ni siku yangu ya furaha sana. It's a good day for me. Actually leo ndio siku ya mwisho huko. Maybe let's say the last day mnaniona huko. The last day tunakunywa chupa pamoja. The last day? Yeah. The last day. Kwani ushatafuta death certificate ama? Hai. Death certificate ya nini? Najua I passed through hard time. Na unaona hii masiku nimekuwa sijakuwa vizuri hata nyuma unajua hivyo. Life has been so tough to me. Now nikachukua step kama kwenda kutafuta Cynthia. Napata sasa unacheka nini? Is it funny? No, I'm listening. Nikaenda kutafuta Cynthia. Sasa actually venye nilipata, that was the turning point of my life. Afika pale sasa kamomba msamaha. But ile msamaha nilipewa ama ile kwa ile nilipewa. Mwanaume mzima kama mimi. Ilifanya change maisha yangu. Kwani alikupatia nini? Ama umeshasamehewa na tuambie. Hey. By the way, walipatana na Cynthia. That's why you are very happy. Hey, no wonder. Ngoja niwaambie. Mimi nilikuwa nimesimama pale. Hasa gentleman naomba msamaha. Nacheka ni. Hey. Cynthia aliniwekelea kofi. Atanifanya nini? You are laughing. Najua kama unafanya. Coffee? Just imagine. No man, alafura uso hivyo. Leo ni siku ya furaha, tunafaa tufurahie. Tunafurahia coffee. Tunafurahia coffee. Imekuchangamsha by the way, unachafua sana. Alinipiga kofi pande hii. Na nimejua dawa yake. Coffee. Coffee. Mimi niliona ni kama gravity imeenda opposite, ni flow inakuja juu hivi. Kumbe mimi naenda hivi. Hey. Sijaiona kitu kama hiyo. Sijaiona giza mchana. Alifanya poa. Kai. Haungechangamka hivyo. Alipiga kwa tunatafuta dawa yake. Shapata dawa. Yenyewe hiyo ni dawa. Paka stress ikaisha saa hiyo. Kupiga kofi pombe nilikuwa nimekunywa ikaisha kwa kichwa. Ilichanganya akili. Umeshasamehewa? Coffee ilifanya mpaka kasamehewa. Ndio maana amefurahia hivyo. Sasa kile kitu iliniboesha kabisa. Nilipigwa kofi alafu kuna hicho kijamaa squeeze yako na kinyewe. Nilisikia sijui kinajiita Charles something huko kitu kaa hiyo. Charles. Charles, kuna unamjua? Lakini nilisikia kwanza kimecheka kama mwanamke huko ndani alipoona nimepiga kofi. Tulimwambia. Wenye nilianguka na hiyo kofi hiyo ujinga na yenyewe ikaanguka. Nikaamka nikiwa sawa. Oh, congrats. Sasa saa hii naambia it's my last day in Kenya. Yeah. Sasa ni akina nani? Mimi nilipigiwa simu na huyu mzee. Naona huyu mzee amekaa pale. Huyo ndiye alinipigia akaniambia leo watakuja na Cynthia hapa. Na ndio maana unaona hapa. Na tumewakaribisha sana. Koja kidogo. Wanakupigia simu, mimi siwezi nikapigiwa simu na hapa ni kwangu. Waliona ni vizuri. Wakaona ni vizuri wapigie Mokolino. Mimi si mtu wapigie Mokolino wakamwambia kuja kwangu. Sikiza my brother. Waliona wapigie Mokolino kwa sababu wewe ukiongeleshwa kazi yako ni mdomo.
Kwa hivyo wakaona ni heri wanipigie mimi kama your brother yule mdogo mkulino. Waniambie watakuja huku. Na kama wameniambia hakuna haja kuambia hata kama ni kwako. Sawa sawa? Sawa. Na wakakuja na Cynthia hapa. Leo kama si unaona kama boru iko hapa. Ukiona mtu amekuja nako hapa hivi, ujue mazuri inakuja. Endelea. Mzee. Asa mzee mwenzangu. Ndio. Mimi naitwa Baba Charles. Huyu pia anaitwa Mama Charles. Charles naye ndio huyo kijana karibu na wewe. Karibu yake ni Cynthia. Na wote ni kama nikiwa watoto wangu. Ndio. Maana wote wanaishi kwangu. Wawazaa. Sikuwazaa lakini nimemzaa Charles. Charles wako na uchumba na Cynthia. Wanakula kwangu, wanavaa kwangu. Kila kitu za kwangu. Hivyo sasa wote ni kama watoto. Kweli. Na ndio sababu tumekuja. Manake huyu kijana walipokuja na Cynthia. Kuna hadithi alinipa. Akanambia siku moja kutoka kazini, alimkuta huyu barabarani amelala mgonjwa. Akamchukua kampeleka hospitali. Alipompeleka hospitali, akakupigia wewe simu, alafu wewe ukaenda hospitali. Ukamwona mtoto msichana, ukamwona daktari yeye ni mgonjwa lakini ako pia na mimba. Na hiyo ndio ilifanya. Hapa kwangu mtu akiwa na mimba, hata mama yake hayuko hapa. Nilisema hapa sifugui nasari. Hapa sifugui kindergarten. Na hiyo kitu ikafanya tukosane na mama yake. Saa hii hayuko hapa. Haya sawa. Ndio mzee. Sasa wewe ndio kamwambia Cynthia asiseme ako na wazazi tena. Hujadanganya? Nilisema hivyo. Ulisema kabisa humtaki yeye si mtoto wako. Alipotoka hospitali ndio akaja kwangu. Wakaja na kijana wangu Charles. Charles akanambia ndio huyu ni mgonjwa amekataliwa na wazazi wake lakini ako na mimba japokuwa mimba si yake. Hivyo mimba sio ya Charles. Ni ya mtu mwingine. Ya mtu Ngoja kidogo. Kwa hivyo mnataka kumaanisha hii mimba ya Cynthia ni ya watu wawili. Huyu kijana anaitwa Charles na huyo mwingine, si ndio? Mimba ya watu wawili. Sikusema hivyo mzee mwanangu. Kwani umesema nini? Tulia, nimesema kuna aliyemtia mimba na kuna mwenye akona sahihi. Kuna mwenye alimtia na kuna mwingine mwenyewe. Kuna yule sasa ambaye sasa wewe mzee ni nini? Ngoja kwanza mzee ajielezee. Hapana rukisha mdomo my brother. Endelea. Ndio mzee. Nakwambia hivi. Hubiri kabisa Benihini. Nakwambia hivi. Kuna yule mwenye mimba ambaye alimkata Cynthia. Mtoto wangu huyu kamchukua barabarani mgonjwa kampeleka hospitali, akaja kwangu akapata nafuu. Ndio. Alafu sasa ule mvuto kijana msichana kwa mvuto kwanza wakavutana mvuto. Ule msisimko sasa wa mapenzi. Okay. Wakaanza kupendana. Wakavutana. Tunaelewana? Kijana ndio akaja kwangu akanambia dadi. Huyu msichana nasikia na huba na yeye. Na mapenzi na yeye. Ningetaka tuoane. Nikamuuliza itakuwaje na mimba si yako? Kanambia hapana, dadi hapo usijali. Mimi nimemkubali Cynthia, nimekubali pia na mimba yake. Kwa hivyo ni kumaanisha umekuja si kumrudisha. Ni vile sasa kijana wenu huyu wamependana. Wamekimbiana, wanapendana, wanataka kuoana. Hivyo sasa umekuja ili wapate baraka za mzazi. Baraka za mzazi. Tunaelewana? Hivyo ni vizuri sana. Anaelezea kitu ya maana. Hiyo ni vizuri sana. Nilikuwa nafikiria Cynthia hapa anarudishwa hapa. Na nilikuwa nimesema hapa sitaki mimba. Lakini sitaki watoto Nazari hapa. Kama ni hivyo. That's very good. Asante sana. Asante sana. Kijana. Kijana karibu sana. Nisalimie kijana. Hiyo ni mzuri. Hapa naona Rurasi. Hapa Rurasi. Sasa kama ni hivyo there's no problem. No none of the above. Hapo tukishaelewana. Sasa basi amekuja na kuomba radhi maana kanikosea. Akanambia ukifika nikwambie anakuomba msamaha. Na kama babake mzazi umbariki. Hiyo umsamehe na umbariki. Baraka ni yako ama ni yangu? Inaweza kuwa yangu. I'm flying tomorrow.
I have a plane tomorrow to Dubai. Nimepata job huko. Sasa naenda kuanzisha sasa a new beginning, a new life. Sijui ni kucongrats ama nikwambie. Sasa unaenda unaleta nani huko Kenya bebe? Tunakuacha na nani? Tunakuwa tumeshikana. Jesus. What? Anakuacha na nani? Just shut up. Si last time kukuuliza. Tasha. Let me tell you, the two of you. Nyinyi ni wazuri tulikuwa marafiki. Yeah? Nani anaweza enda na PSV? Uko na gari private car na Cindy. So unaona, nyinyi mnaweza kuwa marafiki. Hamwezi kuwa wife material. Hapana. Umeanza kuunda hivyo sasa? So, nyinyi ni mabeshi tu kubashi. Gari mzuri. Shwari. Nimekuwa tu kwako kila wakati. Nimekusaidia wakati ulikuwa mlevi, was there for you. Kwani mimi sija kona yenye sina shwari? Just imagine. Yeah. Wondering too. How could you do that? Hii ni swali mzuri. Victor. Kuna kila kitu yenye afanya. Kisa moja ni kwa una ndio roho safi. Yeye mtoto mmoja, yani ukimwangalia tu hivi ana roho safi. Yako ni roho ya mzinga. Mwili wako imejaa mzinga. Hata saa hii wewe ukitembea tu hivi kupigwa najua ni mzinga inatoka baada ya jasho. Kuna mtu anaweza kuwa wewe. Hey, hold on. You are not a wife material. You are just a friend. Hiyo coffee inaonekana itatoka kwa kichwa. Hey. Wewe nawe ulinidanganya, there is nothing happening. Anyway, ladies, just get it there. Najua mimi nikaji kama bishe zangu siwezi waacha hivyo. Tumekuwa tukibash pamoja. Mmenisaidia yenyewe, mmenisaidia lakini sasa siwezi wao, mnajua tu hiyo ni obvious. Being my last day huku, I'm going to treat you well. Mzinga mtakunywa venye mmeza. Zaidi hata venye mnakunywa. Sababu sasa unajua ni kwa hili sasa mtaona na for 3 years. Nikikuja utakuwa shosho. Nikikuja I'm not interested. Sitakukuta hata ukiwa huku. Lakini don't worry. Si wacha nimalizie nilikuwa nachukua tu bag hapa. Si wacha nimalizie take nguo zangu alafu kupack then tukashereke. Ama ni aje? Just go. Ile mambo umeongea. Tasha. No, I'm done baby. No. Ukikataliwa kubali. Ukikataliwa kubali. Anyway, what do you say? Tenda shireke. Okay. Yeah. Ni sawa tu, just go. Tenda tukashereke. Unaweza kuwa lakiwa nikirudi. Acha na hiyo fala. Sasa kama ni hivyo, tumefurahi sana. Tumefurahi sana. Tumeshukuru kumbe mnapendana. Sana. Hapa. Kama ni hivyo, nimefurahi sana. Nilikuwa nimefukuza mama yako juu yako. Alafu nimesikia ukisema huko upendi mimba. Sipendi mimba. Ukafukuza mama. Kwani alipata mimba? Wacha tusipigane saa hii. Vita sio saa hii. Lakini alienda juu yako. Sasa chenye nataka mlete Rurashio haraka sana. Kwa sababu kile nilikuwa naogopa. Hawa wasichana wa siku hizi, unamuona mara yake ya kwanza anazaa mapacha 6. Mzee kama mimi analetewa mapacha 6 na mwingine wa hapa Kakamega alizaa 9. Sasa mimi sikuwa nataka kidagate ni kwangu. Kwa hivyo mchunge sana mlete Rurashio isiwe tutaletewa mapacha 6 ama 7 kama hamjarashia. Brother, ikiwezekana ndio walete Rurashio kabla hajazaa. Ndio inaweza kuwa uzuri. Hapo inakuwa hivi kitu kama sasa. Iwe ni mtoto mmoja. Wewe ni wawili, 6 au 10. Wote ni wa kwangu ni wakubali. Na wewe ni mzee mzuri sana. Si ndio? Mimi na Afrika tunapenda jamii kubwa. Hivyo sasa akileta ni wangapi? Ni wakubali. Habari ya mahali nayo ujue hiyo ni kawaida. Katika mila na tamaduni zetu sisi Afrika lazima tunatoa mahali. Lakini mtoto si nguo bwana. Atakuja kwako ni moyo nikwambia nipe sijui kanzu nipe kanga ni pole pole mahali ni pole pole. Hiyo mahali atakuja usiwe na wasiwasi. Hapo ni sawa. Hapa tumekubaliana. Amenena. My daughter. Yes. Sasa dad, nimebond vizuri nimefurahia. Then I would like to apologize. Juu nakubali nilikosea, niliteleza mahali, alafu
nika fall in love with the wrong person. Nikapata mimba ya irresponsible person. But saizi so grateful nilipata mtu wa kunichunga. I thank them kwa sababu walini accommodate. And now Charles here is my official husband. Huyo mwingine alikuwa irresponsible, huyu ni responsible. Ndio ilikuwa ya wale tunaitanga useless parents. Yeah, useless parents. Official husband kwenye madem. Sasa tutapanga na your uncle here aende tuchukue mama yako. Tulikuwa tumekosana juu ya hii. Tutamuendea. Kijana, karibu sana nyumbani. Karibu sana hapo. Take good care of her. Anapenda masomo sana. Na unyoe. Mimi nikikasirika, nilikuwa nimekasirika juu ya hii mimba, nimemtoa pesa mingi sana. Pesa nimeuza hadi tumeuza paka. Yote tumeuza. Tukaanza na ng'ombe, tukaenda kwa buzi. Paka zenye ziko hapa tukauza hadi nyani, tumeuza nyani. Asome sawa sawa. Najua utasema. Na kijana unyoe. Style yangu. Utanyoa. Lakini ile nitawa promise ni kwamba msichana wangu mimi nilimpenda. Baba Cynthia na ndugu Baba Cynthia, kwanza niseme na washukuru na God bless you a lot. First kwa kunikubali na dad and mom. I really cherish you a lot. You're the best. Thank you. Love you so much. Love you too, son. And then, oh my God, nafika kwako nakosa hata sauti. Kuna mapenzi hapa. Okay, nimalizie tafadhali. Okay, so venye nilikuwa nasema, mimi na Cynthia tumeamua kuishi pamoja. Na nita make sure yeye and my son or daughter they will lack nothing. As long as I'm alive, I just have to do my best and to make sure that Cynthia is always smiling. Take that as a promise. Sawa sawa. Okay. Lakini kijana unyoe sawa sawa. This is my style. Style. Yeah. Unyoe. Sawa sawa. Hapo sawa. Hapo sawa. Tunaendaje bila rurazi? Ndio hiyo tutaongea. Mzee, karibuni sana. Very happy. Yeah, she is forgiven and feel free. Feel at home. Sawa sawa. Nimefurahi sana. Mahindros. Nimefurahi sana. Mungu awabariki. I have forgiven you. Hata mama yako nitampigia sasa. Nitampigia nimwambie arudi, si ndio? Ampigie bwana. Hapa tuko na rurazi. Hapa iko pesa. Iko pesa. Iko rurazi. Naona acha kitu. Basi tika wewe. Huko ndio wanakuja. Lakini ni sawa. Tutakajana. Haina shida. Huko lino ni sawa. Hiyo iko sojo. Hiyo ni sawa. Ni sawa. Yeah, Baba Cynthia. On my side, acha tu niseme nishukuru. Though at first karibuni kule. Lakini nilivumilia, unajua mwanaume ni kung'ang'ana. And Mungu akubariki, kubali. Chukua msichana wako. Penda na roho yangu yote. That's very good. Kwa mtoto actually, unaona atakuwa kijana, atakuwa strong kama bibi. Yeah, and dad and mom, Mungu akubariki. Kwa kukubali Cynthia na kumchukua kama mtoto wenu na pia kwa kunileta hapa. Na mvumilivu. Ula ni bivu.